usipuuze ndoto ya namna hii. Mungu anapokuwa amesema na wewe kwa habari ya kuwa kiongozi baadaye, kwa sababu ukiwa kiongozi katika hizo nyakati ambazo Mungu amekusudia, utafanyika baraka kubwa. Wewe mwenyewe utapata heshima katika familia na kwa wazazi wako waliokuzaa, lakini pia utafungua mlango wa ajira. Utamsaidia mtoto wa mjomba, utamsaidia mtoto wa dada, utamsaidia mtoto wa mdogo wako, utamsaidia mtoto wa ndugu mliyesoma naye. Amina. Lakini pia huo mlango wa ajira utakuwa wa kudumu, hautakuwa wa muda mfupi. Niambie kwa nini? Kimsaidia mtoto wa mjomba, pengine wewe upo kwenye ajira au ni mwaka wa 20, unamsaidia mtoto wa mjomba, anaanza mwaka wa kwanza. Wewe utastaafu, mtoto wa mjomba hajastaafu, anaendelea kuwasaidia watu wengine labda 3 au 4. Yeye mtoto wa mjomba tayari ana mwaka wa 6, yeye atastaafu, wale aliowasaidia wanaendelea, na wao watakuwa wanamtumia posho, wanampa hela za vocha na kadhalika na kadhalika. Lakini uliyefungua mlango wa baraka ni wewe. Umesababisha watu kuvutana kuingia kwenye ajira, yamkini hata miaka 50 inaweza kupita. Kwa hiyo usipuuze, mtu wa Mungu. Kiongozi awaye yoyote anayo nguvu ya kuvuta watu mahali pale alipo au anapotawala au kwenye kile kiti cha mamlaka alicho nacho. Ndio maana Yoshua aliambiwa, wewe ndio utakayewapeleka watu wangu katika nchi ya ahadi. Na Yoshua alifanya wale Waisraeli wakafika Kanaani, kila kabila ikapata pa kukaa. Wale watu wote wa Israeli walipata ardhi, walipata makao, walijenga nyumba, walishinda vita, kwa sababu Yoshua alikuwa na hiyo nguvu ya kuhakikisha kwamba watu hawa wanafika. Amina. Kwa hiyo nakuomba sana siwe miongoni mwa wanaopuuza ujumbe kama huu Mungu anapokuwa anaongea na wewe. Omba sana udhihirike. Omba hata kwa kufunga. Omba hata kwa novena. Omba hata kwa mikesha. Soma hata nia za misa, kwa sababu huu ni ujumbe wa pekee na wenye baraka ya kudumu. Miaka mingi utadumu. Amina. Amina. Kisoma kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 hadi 16. Mstari wa 14 unamalizia kwa kipengele kimoja kinasema, ajapokuwa mtu hajali. Ajapokuwa mtu hajali. Nami nakuombea sana, mtu wa Mungu, usiwe miongoni mwa wanaopuuza lugha hii ya ndoto, hasa katika nyakati hizi ambazo ajira ni taabu. Ajira inapatikana kwa kujuana na kwa kuhonga, na wapo wengi wamehonga wakaliwa hela, hawakupata kazi. Wengine walihonga, kumbe waliowapa ni matapeli, hawana uwezo wa kuwafanya wapate ajira, fedha zao zikafa.